Kesho mechi muhimu sana ya ligi kuu soka Tanzania bara ambayo inasubiriwa kwa mkubwa na mashabiki wa Yanga. Mazoezi yenu ya mwisho, mko katika hali gani? Tupo katika hali nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni session yetu ya mwisho leo na ni session yetu pia ya kwanza kwa maana ya timu kamili. Jana tulikuwa na recovery session baada ya safari na ilikuwa ni makundi mawili. Kuna kundi ambalo lilifanya recovery kwa njia ya barafu na kuna kundi ambalo hawakupata muda wa kucheza, walikuja kutrain kwenye viwanja vya nje hapo. Kwa jana timu haikuwa imetimia kwenye mazoezi yake, ila leo namshukuru Mwenyezi Mungu timu yote imetimia. Habari nzuri kwetu sisi kwenye mazoezi ya leo, Jeshi Kwasi ya Tola yao ambaye alikosekana kwenye mchezo uliopita kwa sababu ya shida kidogo ya nyama eneo la paja, ameimarika. Mshukuru Mwenyezi Mungu na madaktari wanamfuatilia vizuri, anaweza kutrain na wenzake leo. Maana yake kama atakwenda vizuri hivi, kesho anaweza akapewa nafasi kwa ridhaa ya madaktari baada ya kumtazama siku ya leo na kesho. Ukiondoa yao, hatuna mchezaji mwingine katika kundi ambao tuko nalo hapa Zanzibar ambaye ana majeraha. Wachezaji wote wako vizuri na kazi itabakia kwa Molin kuchanga karata zake vizuri, kutupangia kikosi ambacho kitakwenda kutupa furaha mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga. Kama kuna pressure aina yote baada ya kupoteza mechi ya CCM Kirumba, haikuwa ya ligi lakini mlipoteza, na ulisema wazi kwamba wana Yanga wanabidi uwe pamoja kuhakikisha mnaondoka na ushindi katika mchezo huu. Mna pressure yote? Hatuna pressure yoyote baada ya kupoteza mchezo ule, na hatuna pressure kwa sababu sisi ni waelewa kwenye huu mchezo unaoitwa football. Hakujawahi kutokea duniani timu ikawa inashinda mfululizo. Tunajiandaa always kushinda mara zote, lakini nature ya football, kuna siku unaweza ukapata sare, kuna siku unaweza ukapoteza. Tuchukue matokeo yale kwa kuwapongeza Azam, walicheza vizuri licha ya yote ambayo anaweza kuzungumzwa, lakini end of the day wamecheza vizuri, ndio maana wamequalify kwenda hatua ya finali. Imeishia pale. Sisi focus yetu imehamia sasa kwenye ligi. Ligi hapa tuna pointi 2 tofauti yetu na aliyekuwa chini, na michezo bado 3 kihesabia na mchezo wa kesho. Maana yake focus yetu imekwenda hapo, tupambane. Champions mara zote anatakiwa amalize msimu kibingwa, simalize msimu kinyonge. Tayari tuna alfaida ya pointi 2, tuweke jitihada, tuweke nguvu, tuweze kuzilinda pointi 2, tuende kumaliza ligi tukiwa kileleni. Kwa hiyo hakuna pressure matokeo yaliyopita, yale yaliyotokea Mwanza tumeshayasahau pale pale. It's football. Tumekuja kwenye ligi kuu ya NBC, mawazo, nguvu, akili tumeiweka hapa kwenye mechi ya Azam na mechi 2 zinazofuatia. Ni challenge kiasi gani mnapokutana back to back na Azam mchezo mfululizo na huku mkiwa mna uhitaji wa alama 3 mnakwenda kumaliza ligi? Unajua ukishakuwa unacheza mashindano either federation au unacheza ligi kuu, inaweza kutokea ukacheza na mpinzani yoyote kwa sababu ni issue ya ratiba. Azam kama angefungwa na Mashujaa, maana yake leo tusingecheza naye sisi hatua nusu finali CRDB na kucheza naye kwenye ligi huko. Ni issue ya ratiba. Kwa hiyo ingeweza kuangukia mpinzani yoyote. Kama ambavyo iliangukia wakati fulani hapa tumecheza finali ya Muungano na Simba, tukacheza dabi nyingine baada ya siku 3 siku 4 kwenye ligi. Kwa hiyo inatokea popote pale. Ni kiasi cha timu kujiandaa. Na hata sisi tuliwaambia wachezaji, ratiba mwisho sio rafiki. Na kila mtu anaona hilo. Lakini hii isiwe excuse yetu kwa sababu ndio imeshakuwa na imeshatokea, imeshapangwa kuwa hivyo. We have to fight, we have to give 100% tulichokuwa nacho kwa ajili ya timu. Kwa ile imekuisha, tumepoteza. Kesho ni Azam tena, mechi nyingine tofauti yenye mahitaji tofauti, tunakwenda kuweka jitihada kubwa tupate matokeo mazuri. Na hapa ndiko ambako nimewaeleza mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga. Ratiba ikiwa inabana kama hivi, huwezi kukwepa kitu kinaitwa fatigue kwa mchezaji. Huwezi kukwepa. Lakini kitakachompa mchezaji extra motivation ni shabiki anayekuwa jukwaani. Kila mguso anaogusa yule mchezaji, aidha anaokoa, anashambulia, akisikia sauti ya shabiki ikimhamasisha, hata kama Max kabakisha pumzi yake ndogo, atajitoa aimalize yote kwa sababu anamuona shabiki wake yupo jukwani na anamshangilia. Kwa hiyo niwaombe sana wana Yanga. Hawa vijana matokeo yaliyopita wamepambana, ilikuwa bahati yetu. Kesho waje kwa wingi kuhakikisha tunawapa support. Yaani tulivyoumia mechi na Azam pale Mwanza, itakuwa mara 10,000 yake tutakavyoumia kwa kufungwa na Azam siku ya kesho.
Kwa hiyo maumivu haya jinsi ya kuyaepuka ni sisi kuja kwa wingi. Nimeona magroup mengi, matawi mengi kesho yanasafiri kuja kutoka bara kuja huku, na wanayanga wa hapa Unguja waje kwa wingi, tuisupport team, tuwasukumu wachezaji, hata kama kuna hiyo fatiki wapambane tuweze kupata matokeo mazuri. Kwenye hizi mbio za ubingwa mshindani wenu sana ni Simba, na nimeona kwenye mitandao ya kijamii wako mashabiki wa Yanga wanasema kama Simba wameanza kuicheza hii mechi. Tukanasema hiyo pressure pia na nyinyi kama viongozi mnaiona? Mambo ya kucheza mechi hayo ni mambo tu ya kimtandao huko. Kwenye level kubwa ya uongozi huko huwezi kuwaza kwamba sijui nani anacheza mechi, hamna. Kwa hiyo ni mambo tu ya kimtandao na ni mambo ambayo kwa level hii ya timu huwezi kuyazungumzia. Wao kama wanazungumza wanacheza mechi zetu, hatujui sasa wanacheza namba ngapi. Either namba 7, wanacheza namba 6, hayo ni mambo ya nje ya uwanja. Lakini nazungumza kwenye pitch, tutakuwa watu 11 wa Yanga, watu 11 na Azam ndio tutakaopambana nao. Japo leo kwenye mkutano wa waandishi wa habari nimemtazama vizuri, mimi nimesoma pia saikolojia, nimemtazama vizuri Thabiti Zakaria Zaka za kazi alivyokuwa anazungumza, tonation yake, confidence yake, nikathibitisha kwa 100% yule sio Thabiti Zakaria ninayemfahamu. Yule ni Zaka aliyetumwa, ni Zaka mwenye maagizo, ni Zaka mwenye maelekezo, na nimemwambia kesho Yanga tunalichukua hili pia kama sehemu ya consideration yetu. Wewe na aliyekutuma na aliyekuelekeza tutakwenda kupambana, tuwanyamazishe wote wawili. Sikumbuki Yanga mara mwisho kufungwa mara 2 na timu moja. Inaweza kutokea. Mwenyewe sikumbuki mara ya mwisho lini, lakini inaweza kutokea, ni football. Tulicheza Muungano tukapigwa goli moja la penalti hapa ya jioni, tukafika kule dakika 10 tukatanguliwa goli 2. Tukafight mechi kama hizo sare. Kwa hiyo mentality kwamba Yanga afungwe 2 ni mentality za kishabiki. Kwenye football inaweza kutokea. Kwa hiyo tuweke jitihada, wachezaji wakapambane, lisitokee kwa vitendo. Yaani muda umeisha, training inaanza hapa, ni tactical. Kwa hiyo asanteni basi.